Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Tukijifunza sehemu ya ufafanuzi kwa mwalimu. Sehemu hii imegawanyika katika vipengele vikuu vitatu. Kipengele cha kwanza ni muhtasari, kipengele cha pili ufafanuzi, na kipengele cha tatu ni matumizi maishani. Sehemu ya kwanza, muhtasari. Aya muhimu ni Wakolosai 3 aya 14 ambayo inasema, zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Lengo la somo ni Wakolosai sura ya 3 aya kwanza hadi 17. Katika Wakolosai 3:1 hadi 17, Paulo anazungumzia sifa za maisha halisi ya Kikristo. Anasisitizia umoja wa waumini na Kristo. Umoja huo unamaanisha kwamba muumini anashiriki maisha, kifo, ufufuo na utukufu wa Yesu. Paulo anaeleza wazo hili kwa kusema kwamba Kristo ndiye uzima wetu. Wakolosai 3 aya 4. Tulikufa pamoja naye, maisha yetu yamefichwa pamoja naye katika Mungu. Wakolosai 3 aya 3. Tulifufuliwa pamoja naye. Wakolosai 3:1. Hivyo ni lazima tafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Wakolosai 3 aya ya kwanza inayodokeza kwamba tunatawala pamoja naye. Tazama Warumi sura ile ya 5 ya 17. Mada ya umoja na Kristo ni mada inayozungumzia mahali pengi katika Agano Jipya. Kwa kweli fundisho hili linatoka kwa Yesu. Yohana 15 aya 5. Paulo kwa kurejelea uhusiano wa kina wa muumini na Kristo anatumia kirai katika Kristo. Tazama kwa mfano Warumi sura ile ya 6 ya 11, Wakorintho wa pili sura ile ya 5 ya 17. Kati ya vifungu vingine vingi, Paulo pia anapendekeza kwamba maisha ya muumini wa kweli kwa maana fulani ni marudio ya utume wa Yesu. Hivyo kama wafuasi wa Yesu ni lazima tuenende kama Yesu alivyoenenda. Yohana wa kwanza sura ile ya 2 aya 6. Utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo. Warumi 6 aya 6 na Wagalatia 2 aya 20. Tulikufa pamoja naye. Warumi 6 aya 5 na kuzikwa pamoja naye. Warumi 6 aya 4 na Wakolosai 2:12. Tulifufuliwa pamoja naye. Wakorintho wa pili sura ya 4 ya 14. Wakolosai 3 aya kwanza na kuketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Waefeso 2 aya 6. Somo la juma hili linaangazia mada kuu mbili. Mada ya kwanza, muumini wa kweli ni yule ambaye mtazamo wa kimbingu umechukua mahali pa mtazamo wake wa kidunia. Mada ya pili, muumini wa kweli anadhihirisha sifa za maisha mapya katika Kristo. Sehemu ya pili, ufafanuzi. Kielelezo. Katika kuta za kale za Kirumi, mota inaonekana kuwa ngumu kama mawe, na ukuta wote ni kama kipande kimoja. Ni lazima uulipue ukuta na kuwa vipande vidogo vidogo kabla ya kuondoa. Ndivyo ilivyo kwa muumini wa kweli. Anamtegemea Bwana wake mpaka afikie utimilifu wake, mpaka awe mmoja pamoja na Yesu kwa umoja ulio hai, ili usijue ni wapi msingi unaishia na ujenzi unapoanzia. Kwa maana muumini anakuwa yote katika Kristo, kama vile Kristo alivyo yote kwake. Mtazamo wa kidunia dhidi ya mtazamo wa kimbingu. Katika Wakolosai sura ile ya 3 aya ya kwanza hadi 11, Paulo anazungumzia tofauti kati ya maisha mapya katika Kristo na maisha ya kale pamoja na tamaa zake za mwili. Paulo anaanza sehemu hiyo kwa kirai, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo. Wakolosai 3 aya ya kwanza. Hata hivyo hakuna shaka kuhusu kushiriki kwa muumini katika ufufuo wa Kristo. Kwa kweli, kirai hicho kinaweza kutafsiriwa, basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo,
na mmekuwa. Sentensi hii inakamilisha wazo lililoletwa katika Wakolosai 2:20, ikiwa mlikufa pamoja na Kristo. Paulo anatoa hoja kwamba kwa sababu Wakolosai walikufa pamoja na Kristo, Wakolosai 2:20, na walifufuliwa pamoja naye, Wakolosai 3:1, ni lazima kuishi ipasavyo. Ni muhimu kutambua kwamba kirai imefufuliwa kiko katika kauli ya kutendwa katika Kiingereza na Kiunani. Kutumiwa kwa kauli ya kutendwa kunaonyesha kwamba maisha mapya ndani ya Kristo si matokeo ya mafanikio ya kibinadamu, bali ni kazi ya Mungu moyoni. Kauli hii ni sahihisho la fundisho kwamba wanadamu wanaweza kupata wokovu kupitia juhudi zao wenyewe. Katika aya za mwanzo za Wakolosai 3, Paulo anajumuisha wazo la maisha mapya katika Kristo kupitia kirai iliyo juu. Wakolosai 3 aya kwanza na ya pili, kwa Kiunani ta ano. Kinyume chake, maisha ya zamani yanaelezewa kwa njia ya kirai inayofanana yaliyo katika nchi. Tazama Wakolosai 3 aya pili na ya 5, kwa Kiunani ta epites ges. Paulo anawahimiza sana wasomaji wake wafanye mambo mawili kuhusiana na mambo yaliyo juu. Ni lazima wayatafute, Wakolosai 3 aya kwanza, na kuyafikiria, Wakolosai 3 aya pili. Neno la Kiunani linalotafsiriwa kama kufikiri ni phroneo. Neno hili linaakisi tendo la kuwaza au kunia. Tazama Warumi 12 aya 3 na Wakorintho wa kwanza sura ya 4 aya 6, Wafilipi 1 aya 7 na Wafilipi 3 aya 15. Kwa maneno mengine, Paulo anasema kwamba mambo ya mbinguni yanapaswa kutawala mawazo yetu. Wakolosai 3 aya ya kwanza hadi ya 4, ambayo ni utangulizi wa sehemu mpya, imejaa rejea za Kristo. Tulifufuliwa pamoja na Kristo, Wakolosai 3 aya ya kwanza. Kristo ameketi mkono wa kuume wa Mungu, Wakolosai 3 aya ya kwanza. Maisha yetu yamefichwa pamoja na Kristo, Wakolosai 3 aya ya 3, na Kristo ni uhai wetu, Wakolosai 3 aya ya 4. Kwa Paulo, kutafuta na kufikiri juu ya mambo yaliyo juu ni sawa na kuishi maisha kwa ajili ya na kwa njia ya Kristo hadi siku tutakaposhiriki utukufu wake. Wakolosai sura ya 3 aya 4. Kuishi kwa ajili ya Kristo kuna maanisha kuwa wafu kwa mambo ya duniani. Wakolosai 3 aya ya 2 na ya 3. Ili kuliweka hili wazi kabisa, Paulo anatoa orodha ya maovu ambayo waumini wanapaswa kuepuka kwa gharama yoyote. Wakolosai 3 aya ya 5. Anasema zaidi kwamba ni kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Wakolosai 3 aya 6. Katika aya hizi mbili, Paulo anaelezea maisha ya kale kabla ya kuongoka. Wana wa kuasi ni wale wanaotafuta yaliyo katika nchi na kuyafikiria. Mtazamo huu ni tofauti na wa wale walioifia nafsi na kufufuliwa pamoja na Kristo. Ili kuelezea zaidi sifa za maisha ya zamani, Paulo anatoa orodha ya pili ya maovu: hasira, ghadhabu na uovu, na matukano na matusi vinywani mwenu, na uongo. Wakolosai 3 aya 8 na 9. Paulo anamwita mtu anayeishi kulingana na yaliyo katika nchi kama mtu wa kale, Wakolosai 3 aya 9, na mtu anayeishi kulingana na yaliyo juu, Wakolosai 3 aya kwanza, kama mtu mpya, Wakolosai 3 aya 10. Tofauti kati ya watu hawa wawili inasisitizwa zaidi kwa vitenzi kuvua kutokana na neno la Kiunani apekdionai na kuvaa kutokana na neno la Kiunani endio. Paulo anatumia mchezo wa maneno ili kusisitiza ukweli muhimu wa Biblia. Utu wa kale umezamishwa katika matendo yake, Wakolosai 3 aya 9, ambapo utu upya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba, Wakolosai 3 aya 10. Zaidi ya hayo,
Mtume anatoa umaizi zaidi wa jinsi maisha mapya katika Kristo yanavyofanana. Sifa za maisha mapya katika Kristo. Paulo anaanza sehemu mpya katika Wakolosai 2:12 hadi 17 kwa neno basi. Kwa kutumia neno hili mwanzoni mwa sehemu mpya, Paulo anaonyesha kwamba mashauri katika Wakolosai 3:12 hadi 17 yanapaswa kuchukuliwa kama matokeo ya kile kilichozungumziwa katika Wakolosai 3:1 hadi 11. Wale wanaotafuta yaliyo juu na kuyafikiria kwa mujibu wa Wakolosai 3:1 na 2 na wamefanywa upya kiroho kama inavyoonyeshwa kwa ishara na utu mpya katika Wakolosai 3:10. Sasa wanaelezewa kama wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao. Wakolosai 3:12. Kwa mujibu wa Paulo, muumini wa kweli ni mtu ambaye anaweka mbali mambo fulani, Wakolosai 3:8, ili kuvaa mambo mengine kama vile rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, Wakolosai 3:12. Kwa kuwa maisha ya utu wa kale yana sifa ya kuambiana uongo, Wakolosai 3:9, kutokana na neno la Kiyunani alelon. Maisha ya utu upya yana sifa ya kuchukuliana, Wakolosai 3:13, pia kutokana na Kiyunani alenon, na kusameheana, Wakolosai 3:13. Hata hivyo, Paulo anasema zaidi ya hayo yote, yaani orodha ya NEMS katika Wakolosai 3:12 na 13, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu, Wakolosai 3:14. Paulo anadokeza kwamba NEMS zingine zote zinaweza kuwekwa katika utendaji ikiwa tu upendo utaonekana katika mahusiano ndani ya kanisa. Kwa maneno mengine, Paulo anasema kwamba tunapokuwa na upendo tunadhihirisha moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, Wakolosai 3:12. Pia tunachukuliana na kusameheana, Wakolosai 3:13. Ni kauli yenye nguvu kiasi gani? Maisha mapya katika Kristo pia yana sifa ya kuwepo kwa amani ya Mungu, Wakolosai 3:15. Amani hii ndani ya jumuiya ya kanisa inawezekana tu kwa sababu Mungu alivipatanisha vitu vyote na nafsi yake kupitia kwa Kristo, ambaye alifanya amani kwa damu ya msalaba wake, Wakolosai 1:20. Kwa maneno mengine, amani katika mahusiano ya kibinadamu ni matokeo ya kuwa na amani na Mungu. Hatimaye, maisha mapya katika Kristo yanajumuisha uaminifu usioshindwa kwa neno la Kristo, Wakolosai 3:16. Kwa kusema kwamba neno la Kristo lazima likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana, mkifundishana, Wakolosai 3:16. Paulo anadokeza kwamba mafundisho ya Yesu yanapaswa kujaza maisha yetu yote. Kauli hii inafanana sana na ile inayopatikana katika Wakolosai 1:28, ambaye sisi tunamhubiri habari yake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Tunaweza kuona mambo matatu muhimu kwa kuzingatia ufanani katika aya hizi mbili. Kwanza, Kristo na mafundisho yake hayawezi kutenganishwa, kwa maana kwamba haiwezekani kumpokea Kristo bila kukubali mafundisho yake. Pili, lengo la kutangaza ni kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo, Wakolosai 1:28. Tatu, watu waliopata uongofu wa kweli wanajihusisha katika utume. Paulo anafunga mafundisho yake katika Wakolosai 3:1 hadi 17 kwa wazo linaloweka muhtasari. Anadokeza kwamba wale wanaoishi maisha mapya wanafanya mambo yote katika jina la Bwana Yesu, wakimshukuru Mungu Baba kwa yeye, Wakolosai 3:17. Sehemu ya 3: matumizi maishani.
Tafakari juu ya mada zifuatazo, kisha waulize wanafunzi wako kujibu maswali mwishoni mwa sehemu hii. Dai kwamba Kristo ndiye uhai wetu, Wakolosai 3:4, bila shaka ni mojawapo ya kauli za ajabu sana katika Biblia. Ikiwa Kristo ndiye uhai wetu, bila yeye hatuwezi kufanya neno lolote, Yohana 15:5, na kupitia yeye tunayaweza mambo yote, Wafilipi sura ya 4:13. Ikiwa Kristo ndiye uhai wetu, neema yake yatutosha, Wakorintho wa pili sura ya 12:9. Ikiwa Kristo ndiye uhai wetu, tumesulubiwa pamoja naye, wala sio sisi tena, bali anaishi ndani yetu, Wagalatia 2:20. Paulo anazungumzia uhusiano wa kina sana na Kristo, kwamba tunashiriki katika maisha, kifo na ufufuo na utukufu wake. Ili kusisitiza ukweli huu, mtume anatumia kwa uthabiti kirai pamoja na Kristo mara 7 katika waraka wake wote kwa Wakolosai. Kwa hiyo tulikufa, Wakolosai 2:20, tulizikwa, Wakolosai 2:12, tumefufuliwa, Wakolosai 2:12, Wakolosai 3:1, tulifanywa hai, Wakolosai 2:13, na tumefichwa, Wakolosai 3:3, pamoja na Kristo kwa njia ambayo tutafunuliwa pamoja naye katika utukufu, Wakolosai 3:4. Kwa namna fulani ya fumbo, kila muumini katika Kristo anaunganishwa na Kristo, ili kwamba kifo chake ni chetu, maziko yake ni yetu, maisha yake mapya ni yetu, nafasi yake mbinguni ni yetu, na kurudi kwake kwa utukufu ni kwetu. Tunapokuwa roho moja pamoja na Kristo, madeni yetu yanahamishiwa kwake na mali zake tunahamishiwa. Kristo uhai wako, Wakolosai 3:4. Hakuna ambacho kingeweza kutupatia uhusiano wa kina zaidi kuliko umoja wetu na Kristo. Maswali. Swali la kwanza: Kristo ni uhai wetu. Kauli hii ya ajabu inamaanisha nini kwetu kuhusu aina ya uhusiano tunaoweza na kwa hakika tunapaswa kuwa nao na Kristo? Swali la pili: inamaanisha nini kuwa washirika wa maisha, kifo, ufufuo na utukufu wa Kristo? Unashiriki vipi katika mambo haya katika maisha yako leo? Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, mwongozo wa kujifunza Biblia, hili ni somo la 11, somo linalosema kuishi pamoja na Kristo. Bwana akitupatia nafasi, juma linalokuja atajifunza somo la 12 linalosema kuishi pamoja, sisi kwa sisi. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili zuri juma hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu limekuwa pamoja nasi sasa na hata milele.